Hali hiyo imetokea baada ya bweni hilo kushika moto unaodaiwa kusababishwa na hitilafu ya umeme iliyotokana na kifaa cha kuchemshia maji hita, hali iliyosababisha hofu kubwa miongoni mwa wanafunzi waliokuwemo ndani ya jengo hilo. Kamanda wa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji mkoa wa Mbeya, mrakibu wa zimamoto Malumbo Ngata, amesema walipokea taarifa ya tukio hilo saa 2:28 asubuhi na kufika kwa haraka eneo la tukio, ambapo walifanikiwa kudhibiti moto huo kabla haujasababisha madhara makubwa zaidi. Majira ya saa 2:28 asubuhi tulipokea wito wa uwepo wa tukio la moto, kitaarifiwa kwamba kuna mmoja wa chumba cha hostel cha chuo kikuu cha Science MUST Mbeya kilikuwa kina waka moto. Tuliweza kufika eneo la tukio, tuliudhibiti moto huo ili usiweze kuenea maeneo mengine na tukafanikiwa kufanya hivyo. Chanzo cha moto huo, taarifa za awali inaonyesha mmoja wa wanafunzi ambao wanakaa kwenye chumba hicho walikuwa wanakitumia kwa ajili ya kuchemshia maji ili waweze kuoga. Kapata short, na kwa sababu hita hiyo ilikuwa karibu na godoro, moto kashika kwenye godoro na kuweza kusababisha madhara. Kwanza, uongozi wa chuo uhakikishe kwamba unafanya ukaguzi wa mara kwa mara kubaini kama wanafunzi wana vifaa ambavyo vinaweza vikaleta madhara ya moto kama ambavyo imetokea hapa. Lakini jambo la pili, tumeelekeza wanafunzi wahakikishe kwamba wanakuwa walinzi wa mali zao, kwa sababu sio kwamba tu wanaweza kupata madhara wao, lakini hata zile mali zao. Tunaona sasa hivi wanaendelea na mitihani, lakini vitabu vyao, wengine kompyuta zao mpakato zimeweza kuathirika na moto, kitu ambacho kwa namna moja nyingine inaweza kuwaathiri kwenye masomo yao. Aidha, kaimu makamu mkuu wa chuo hicho amesema kuwa uongozi umeunda tume ya wataalamu kwa ajili ya kuchunguza kwa kina chanzo cha tukio hilo na kwamba taarifa kamili itatolewa kwa umma mara baada ya uchunguzi kukamilika. Timu ya wataalamu ambayo itashirikiana na timu ya Jeshi la Zimamoto kuweza kufanya tathmini nzima na kuweza kutoa sasa taarifa rasmi ya chanzo cha ile tukio na kuweza basi kutushauri kitaalamu siku za usoni tufanye nini kuweza kuzuia matukio kama haya, majanga kama haya yasiweze kutupata. Na kwa wale basi ambao chumba kile moto ulikoanzia pamoja na kile chumba cha juu pale tumeisha wabainisha, na nafikiri mtaelezwa taratibu namna gani ambavyo tutaweza kuwasaidia kwa haraka kuweza kuhakikisha kwamba basi mnaendelea na maisha yenu kama kawaida. Wakati huo huo, baadhi ya wanafunzi waliokuwepo wakati wa tukio hilo wamesema matukio ya hitilafu ya umeme yamekuwa ya mara kwa mara, hasa wanapotumia vifaa vya umeme kama birika na hita, jambo linalowatia hofu kuhusu usalama wao wakiwa mabwenini. Kinafyatuka, ukiwa unanyosha tu hivi kinafyatuka kile. Hata si hapo kule hii hapa hata hivi kinafyatuka. Kwa hiyo maana yote itusaidie. Sawa. Lakini pia tunaomba pia milango ya huko nyuma mtusaidie iwe wazi. Sio kama leo imetokea shida wote tumetokea huko na mwingine ameingika huko ameumia na nini. Kwa hiyo tunaomba ile milango pia hiyo inakuwa wazi. Jeshi la Zimamoto limeendelea kutoa wito kwa taasisi za elimu ya juu kuhakikisha wanaweka mifumo salama ya umeme na kutoa elimu ya kinga dhidi ya majanga ya moto ili kuepusha madhara yanayoweza kujitokeza. Nikiripoti kutoka hapa mkoani Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.